Biblia inasema how by this kind goes not out but by prayer and fasting. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. You see, anasema this kind he says, does not go out haitoki isipokuwa by prayer and fasting. There are a number of issues. Kuna mambo mengi that empowers prayer. Prayer itself is not powerful. Maombi peke yenyewe hayana nguvu. But there are things that empowers prayer. Lakini kuna vitu ambavyo vina one of the things that empowers prayer. Kati ya vitu hivyo ni is fasting. Kufunga. One of the things that empowers prayer. Kinachoyapa maombi nguvu is fasting. When you fast, unapofunga you empower prayer. You amplify its power. Sauti yangu iko chini. Nikiweka microphone kasema Bwana asifiwe, hata wanje anasikia. Kazi ya microphone ni kuongeza nguvu ya sauti. Kuna mama ambaye anaongeza nguvu ya maombi. Jambo la kwanza ambalo linaongeza nguvu ya maombi ni kufunga, fasting. Kufunga kunaongeza nguvu ya maombi. Jambo la pili ambalo linaongeza nguvu ya maombi ni kuomba kwa kutumia neno. Na haya mambo ni muhimu sana kuambatana na maombi. Kuomba kwa neno. Imeandikwa sitakufa bali nitaishi. Imeandikwa akuaminie wewe hata tayari. Imeandikwa hao nataja magari, hao nataja farasi, mimi nataja jina la Bwana. Imeandikwa inaongeza nguvu ya maombi. So Biblia inasema kwa jinsi hii, kwa namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kusali. Kuna mambo kwenye maisha ni magumu na kwa jinsi ya kawaida hayawezekani. Na hii ni maombi ya kufunga na kuomba. Yanatuhakikishia kuzigusa mbingu na kuleta majibu. Yanatuhakikishia kugusa mbingu na kufanya asiyowezekana yawezekane. Maombi ya kufunga ni nini? Maombi ya kufunga au kufunga nini? Kufunga namba moja. Fasting number 1 ni kujitenga na chakula na kutenga muda and get time kwa ajili ya kumsikia Mungu. To get time to hear from God. Namba 2. Number 2. Kufunga na kuomba ni alama is a sign ya kujinyenyekeza mbele za Mungu. Ezra 8:21. Ezra 8:21. Ezra chapter 8 verse 21. Nikwambia maombi ya kufunga ni alama ya kujinyenyekeza mbele za Mungu. Ezra anasema, the Bible says, Ezra 8:21, ndipo nikaamuru kufunga hapa yenye mtu hapa ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Anasema nikaamuru watu wapate kufunga. I proclaimed a fast there at the river of Ahava that we might afflict ourselves before our God. Ni alama kunyenyekeza mbele za Mungu. Hapo anasema to seek of him a late way for us and for our little ones and for all of our substance. Kwa maombi ya kufunga, fasting and prayer ni alama is a sign ya kunyenyekea of afflicting yourself mbele ya Mungu before God. Hallelujah. Hallelujah. Zaburi 69:10 speaks of the same story. Anatuambia vile vile. Zaburi 35:13. Kwa hiyo maombi ya kufunga na kuomba, so prayer and fasting, lengo lake kubwa kujinyenyekeza mbele za Mungu, to humble yourself before God. Lakini namba 3, and number 3, maombi ya kufunga na kuomba, fasting and prayer, ni nafasi ya kusikizisha sauti yako mbele ya Mungu, to make your voice be heard before God. Unapofunga na kuomba, so when you pray and fast, sio kushinda njaa. Unapofunga na kuomba, when you fast and pray, sio kujitesa tu. Unapofunga na kuomba, when you fast and pray, sio kujinyanyasa, sio kujitesa. Ninakwambia ngoja nijitese, let me trouble myself, hapo nione kama Mungu hatanisibu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Lengo la kwanza la maombi ni ushirika. Lengo la kwanza la maombi sio mahitaji. Lengo la kwanza la maombi ni ushirika mbele za Mungu. Ndiyo maana msukumo wa kwanza kuomba, the first motive for prayer should not be Lord I need a blade, should not be Lord I need a husband, should not be Lord I need a job. Because if your motive for prayer is a husband, when you will get a husband you will stop praying. If your motive for prayer is a wife, kama lengo lako kuomba, when you will get a wife, utakapopata mwanamke you will stop praying. Utaacha kuomba. If your first motive for prayer is a healing, kama lengo lako kuomba ni when you will get a healing, utakapopata uponyaji, you are going to stop from praying. Utaacha kuomba. I don't say that sisemi kwamba pray for a husband or wife is bad thing. Kuomba kwa ajili ya mume au mke ni kitu. I don't say that pray
pray for a job is a bad thing. Sisemi kwamba kuombea kazi ni, but I want to say that, lakini nataka kusema kwamba the first motive for prayer, lengo kuu la kwanza is communion, ni ushirika, is intimacy, ni ushirika with God, na Mungu. So jambo la kwanza unapoenda kumtafuta Mungu, when you go seeking God, should not be Lord I want a husband, isiwe kwamba Mungu nataka, should be Lord I want you, inatakiwa iwe Mungu na Lord I want you, Mungu nakutaka wewe, Lord I need you, nakuhitaji wewe, Lord I desire you, nakutamani wewe, Lord I need you, nakuhitaji wewe, without you bila wewe I cannot make it, siwezi. every hour Kila muda I need you, nakuhitaji, every moment kila wakati I need you. nakuhitaji. So is when Pale hapo sasa whether God will answer your prayer Mungu atakapojibu or maombi will not answer your prayer, au hatajibu you will maombi, still pray. utaendelea kuomba. Hallelujah.